Wapendwa wangu wa channel yangu ya Nabii Muonaji, siku ya leo ninakuja kuwaletea somo, na mahali popote mulipo duniani muweze kusikia kwamba nimewakaribisha katika somo letu la siku ya leo. Ninawakaribisha wanangu, na ninawaomba muweze kuendelea kunifuatilia katika masomo ninayotoa katika channel hii ya Dr. Prophet Samson Nabii Muonaji kutoka hapa Nairobi, Kenya. Na ninawaomba muweze kuendelea kusubscribe ili ninapoleta masomo na wewe uweze kuyapata masomo yanapokuja hewani. Siku ya leo tunaenda kujifunza kuhusu majini. Na wapendwa, kwanza majini ni viumbe. Nataka kutoa somo hili kwa sababu watu wengi wamepitia shida ya majini, hawajui majini ni nini na majini inafanya nini kwa maisha yao. Katika kitabu cha Ufunuo 12 na kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 7, Biblia inasema kwamba pakatokea vita kule mbinguni, Mikaeli pamoja na malaika zake wakapigana na yule choka pamoja na malaika zake na wakaweza kuwashinda. Kwa hivyo hawa wanaoitwa majini ni malaika walio hazi kule mbinguni, wakaungana na Lucifer. Walipoungana na Lucifer wakapigana vita kule mbinguni, alafu kisha wakatubwa duniani. Walivyotubwa duniani, hapa duniani wamekuwa malaika wa giza. Hawa ni malaika wa giza. Kwa hivyo ni watu walikuwa malaika kule mbinguni, lakini walipotubwa duniani wakawa malaika wa giza. Kwa hivyo basi, tunaposema majini tunamaanisha ni viumbe ambao walikuwa malaika kule mbinguni, ila ni malaika wa giza, wanafanya kazi za giza, kazi za Shetani. Na majini wanaishi maeneo matatu. Katika dunia hii majini wanaishi maeneo matatu. Kuna majini wanaoishi angani. Kule angani kuna maeneo ya majini wanaishi, ndio wanaitwa majini ya pepo, majini ya hewa. Na hapa katika nchi kavu, hii nchi kavu mahali tunaishi, majini wengine wanaishi hapa duniani, wanaishi pamoja na wanadamu, wanaishi hapa duniani. Maeneo ya tatu wanaishi baharini. Kule kwa bahari wanaishi. Hapo ndio makao yao makuu ya yule malikia wa bahari anayeitwa malikia wa pwani. Kuna malikia wa pwani kama kwetu hapa Kenya, kule Mombasa ndio pwani ya Kenya. Na kule ndio malikia wa baharini anaishi katika bahari ya India. Na kuna malikia wa baharini naye anaishi katika ziwa kubwa la dunia, bahari kuu. Anaishi katika bahari kuu. Kwa hivyo wapendo wangu, niwaambie leo kwamba nimeleta somo hili la majini kwa sababu majini imewatesa watu. Majini ni viumbe ambavyo wametesa wanadamu. Wengine wameharibu maisha ya wanadamu. Wengine kuna watu wanamiliki majini. Kuna watu wengi wanatumia majini kwa shughuli zao, kwa sababu ya kupata riziki, kwa sababu ya kuroga, kwa sababu ya kusaidia, kwa sababu ile wanaofanya. Kwa hivyo wale watu ambao mnatumia majini, na ninajua mganga kamili lazima awe na majini, hata mchawi yako na majini. Kwa hivyo basi, mutumie hawa viumbe vizuri. Musitumie kuharibu maisha ya watu.
kwa sababu mkitumia vibaya, siku ya kiyama na nyinyi mtapata thawabu yenu. Ninaposema kwamba kuna watu wanamiliki majini, ni kweli, na ninataka nitoe aina za majini. Kuna watu wengine majini yako na majina tofauti tofauti. Kuna majini mahaba, majini maiti, majini maimuna, majini salifu. Majini yako na majina mengi. Lakini basi unapata mtu kaenda kwa mganga akapewa jini, na alipopewa jini, wewe unaona mtu anafuga paka, mtu anafuga umbwa, mtu anafuga nyoka, mtu anafuga bundi. Wewe kwa taarifa zako unafikiria ni paka, lakini yeye mwenye kumiliki ile paka anajua sio paka, ni kiumbe, ni jini. Hapa kwetu Kenya niliona kipao, nikaona tangazo moja likisema kwamba paka wangu amepotea, na mtu yoyote atakayempata nitamupa 50,000. Atakayempata huyo paka atapewa zawadi ya 50,000 ya Kenya, ambayo kwa Tanzania ni milioni 1. Sasa nikajiuliza maswali, kwa nini mtu anatafuta paka aliyepotea? Hawezi enda kununua maeneo paka zinapatikana, anatafuta yule paka wake, na mtu ambaye anampata atamupa 50,000 ya Kenya. Ni kwamba yule sio paka wa kawaida. Wewe kwa taarifa zako utaona ni paka, lakini yeye anajua sio paka, anajua ni kiumbe alichopewa, ni jini, anajua kazi yake. Ndio maana unapata wengine wanafanya kazi kwa wazungu, na kama ako na umbwa ama paka akifa, wanamfanyia mazizi, wanafanya sherehe, wanaenda wao wenyewe kusika wao wenyewe. We Mwafrika unaambiwa usikaribie yale maeneo, na wanamusika na pesa. Wapendo wangu watazamaji wa chaneli ya Nabii Mwonaji, nimekuja nikuambie kwamba kuna watu wengine, nilienda mahali fulani, kuna mtu alikuwa anafuga nyoka, na anaita yule nyoka Musa. Wewe unafikiria ni Musa wa mwanadamu, kumbe ni nyoka anaita Musa. Watu wamepewa vitu wamefuga. Wengine wamefuga njiwa. Kuna njiwa za kimajini, kuna paka za kimajini, kuna nyoka za kimajini, kuna umbwa za kimajini. Kuna viumbe vingine wanaoruka angani kama bundi, anatumika sana kichawi. Kwa hivyo, na wanaweza kutuma njiwa wa kichini, akatoka hapa Kenya Nairobi, akaruka kule Mwanza, na akafanya shughuli zake Mwanza, na kisha akarudi Nairobi. Njiwa anatumwa kutoka Mbeya kule kusini mwa Tanzania, anakuja Dar es Salaam, anafanya shughuli zake, anakamilisha, anarudi Mbeya kusini mwa Tanzania. Nilikuwa hayo maeneo baridi sana kule Mbeya, maeneo baridi sana. Kama mnatazama kutoka kule Mbeya, shukrani sana wapendwa. Kwa hivyo basi, majini hawa ni viumbe watu wanamiliki kwa sababu ya kazi zao wanaotaka kufanya. Lakini wapendwa, majini wengine walichukua majini, na majini zimewageuka. Kuna watu walimiliki majini, leo hii majini zimewageuka, zimeharibu familia zao. Unapata mtu akaenda akachukua majini, anafuga majini. Sasa yale majini yanapotaka kufanya mapenzi, anasukumia mwenzake jirani yake, yale majini yanaenda kufanya mapenzi, yanaenda kunajisi watoto wa jirani yake, wanaenda kunajisi jirani yake. Hiyo sio vizuri. Wewe mganga, wewe mchawi, wewe wacha kutesa watu na majini. Nabii Mwonaji kiboko ya wachawi.
nimekuja niwasaidie. Kama kuna mtu anateswa na majini, yenda ingawa mtu anakusukumia majini na kuja na kunajisi. Unaona ni mlemba anakuja, wewe ni mwanaume, unaona mlemba anakuja kwenye usingizi, ukiwa kwenye usingizi, na unafanya na yeye kitendo ya mapenzi, na baada ya hiyo unapata ukafanya kweli kweli, kiza uoni ni nani mlikuwa mnafanya na yeye. Wewe ni mwanamke, unanitazama mahali popote ulipo, na wewe ukilala unaona mwanaume anakuja, anaweza kuja kwa sura unayemjua, lakini ujue yule anakuja kwa hiyo sura sio yeye. Kuna mtu akaacha na sura yake, ama ukose kumtambua sura yake, anakuja, mnafanya mapenzi kabisa na mwanaume na umtambui. Wakati unapostuka baada ya kitendo, unapata kweli ukafanya, na ukapata sasa umechoka sana, nguvu zinakuishia. Wewe jua kuna kiumbe, kuna jini baba anakuja na kufanyisha vitendo kama hivyo. Kama unateswa na majini, na kuomba unitafute, niko na dawa ya kuangamiza majini kwa maisha yako. Na majini sio kwenda kanisani unasema fire 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 toka. Kuna viumbe vingine hawawezi toka. Kwa hiyo njia ya kusema fire toka toka, hawawezi kutoka, kwa sababu kuna maagano saingine mtu akafanya na yale majini. Kwa hivyo kuna njia ya kuwatoa wale viumbe ndani ya maisha ya mwanadamu. Wewe ujue kwamba uko na majini, uko na viumbe ndani ya maisha yako. Kwanza unasikia masikio yako yanakuwa mazito. Unasikia vitu vinaanguruma ndani ya masikio. Unasikia wanapiga kelele, unasikia ni filimbi zinapigwa, unasikia kelele, unasikia masikio zingine yanakuwa mzito, inaanguruma. Unasikia kuru 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 kuru. Wewe jua kuna kiumbe ndani ya maisha yako. Kuna mtu mwingine anasikia mwili wake unakuwa baridi, chini maji, ako kwa maisha yako. Mwingine anasikia zingine joto. Kwa hivyo jua kwamba wewe kuna kiumbe ndani ya maisha yako. Na jini ukikosea masharti, kuna watu wamepewa majini na wakakosea masharti. Wale ni viumbe hatari. Wale viumbe hatari ukikosea masharti wanakuatifu sawa sawa. Wanakufungia kila kitu. Wanafunga baraka, wanafunga nyota, wanafunga mafanikio. Kwa hivyo lazima utafute mtu kama nabii mwonaji niweze kukusaidia. Niko hapa kwa ajili yako, naye nitazama. Unaye nitazama. Niko hapa nikusaidie. Wengine mumeenda mumepewa majini, mukabiriki mukakosea. Niko hapa nikusaidie. Na wengine mumetupiwa majini. Kwa maisha yenu mnatupiwa na majirani zenu ama maadui zenu, na wewe niko hapa nikusaidie. Na kuna jini anaweza kumuingia mtu akawa mjinga. Yaani mtu hawezi kujielewa. Watu wengi mnao waona kwa mabarabara, wakirandaranda kwa street, wengine ni majini waliruhusiwa. Ama mwingine akawa anamiliki yale majini alipokosea masharti, yale majini yakamuathibu, yakamfanya wasibu, yakamfanya mjinga. Sasa unafikiria ni mjinga, kumbe ni kiumbe aliye ndani yake. Siku kinatoka yule mtu, hata kama alikuwa chokora, hata kama alikuwa anabeba makaratasi kwa barabara, huyo mtu anarudi kwa hali yake sawa sawa. Wapendwa wangu watazamaji, kuna mtu mmoja unapohota hawa viumbe wanaitwa majini. Kuna mtu mmoja akaniambia kwamba aliota asubuhi, aliota usiku, mama yake akiwa kule vijijini. Alipoota mama yake akiwa vijijini, maeneo analala kwa nyumba yake, akaona kitanda mahali mama yake analala. Hapo kwa nini, kwa kona ya nyumba kuna mti
ile mwisho wa nyumba kwa kona, akaona nyoka akitokea juu, na alipoona yule nyoka anatokea juu, anafanya kichwa namna hii. Alafu anatematema mate, anatematema ile sumu. Sasa huyo kijana akaniambia kwamba akarara usingizi kabisa. Hakukumbuka chochote. Ilipofika asubuhi saa 12, anapata simu kutoka kwao nyumbani, anaambiwa mama yako mzazi amefariki. Kwa hivyo katika kisa kama hii, kile alichoonyeshwa katika ndoto ile ni chini ya nyoka iliyotumwa ikaenda kumumaliza mama yake. Kama angekuwa na nguvu aombe ama atafute mtu wa kumsaidia katika maombi na dua, angemkomboa mama yake mzazi. Ndio maana nasema kuna watu wanamiliki nyoka. Na uchawi, nimetembea katika Afrika. Nimekuwa Afrika ya Mashariki, nchi nyingi sana. Nimekuwa katika Afrika ya Magharibi. Nimeona katika Afrika, hata ukienda Kongo, nimekuwa Kongo. Kule Kongo wachawi wako wanamiliki nyoka. Ukija Kenya, wachawi wako wanamiliki nyoka. Ukienda Tanzania, hata kwa mitandao mnawaona watu wanasema wanafuga nyoka. Sio maneno yangu ya mdomo, na kuambia wazi kwamba Waafrika wanafuga nyoka. Wachawi wengi wanafuga nyoka. Hata Freemason wengi, kama mnanitazama leo, Freemason wengi wanapewa nyoka, wanamiliki nyoka. Kwa hivyo mimi nimekuja niwaambie wapendwa, kama kuna shida yoyote inayokutesa, hapo nyuma tumezungumzia misimu, tukaona nguvu ya misimu inavyotesa watu katika familia nyingi. Na leo nimekuja kukuambia kwamba kuna nguvu ya majini inayotesa familia nyingi. Leo hii watu walikuwa na nguvu, walikuwa na pesa, walikuwa na mali, lakini leo hawana pesa kwa sababu ya majini. Majini zimewatovisha, zimewakandamisha. Majini zimewaua. Kuna watu wako na majini, akitaka kukuua na kumaliza. Akitaka kusema kitu kitendeke kwako kinatendeka. Nimemuona mzee mmoja maeneo fulani, sitaki kusema, akisema kitu lazima utakiona kitakupata. Kwa hivyo basi lazima tupate masomo haya na elimu hii iweze kutusaidia. Na kuna wengine wale wataalamu wazuri wanatengeneza majini. Kuna majini viumbe ambavyo vikaumbwa na Mwenyezi Mungu, na kuna majini inayotengenezwa na wanadamu. Wanadamu wanaenda makaburini, wanafufua ile roho ya marehemu, ile roho ya misimu aliyelala makaburini, wanafufua, wanatengeneza chini na wanaanza kutumia chini. Leo nimekuja kufichua siri zenu. Enyi wachawi, enyi wasirikina, mnaowatesa watu, mnaoenda makaburini, mnafufua maroho za watu, mnatengeneza machini, mnaanza kufanya kuua watu, mnaanza kutesa watu. Waacha hayo maneno, waacha hayo vitendo, kwa sababu vitendo kama hizi siku ya kiyama mutapata reward yenu. Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwana Yesu ainuliwe sana. Nimekuja niwaambie kwamba wacha kutesa wanadamu. Kama wewe unatumikia viumbe yako, tumikia viumbe yako kwa mambo yako, lakini wacha kuharibu familia za watu. Kama wewe unateswa na nguvu za majini, haya majini tunataja. Na kama unayataka, kuna njia. Kuna kitabu nilitaja juzi kinaitwa Aruta wa Maaruta. Kinamilikiwa na Waislamu sana. Kile kitabu kina mambo mengi. Kama wewe unataka hayo, sema tu,
utapewa. Ni njia rahisi kupata. Kwa hivyo basi, sitaki kuenda hiyo laini. Mimi nataka wale watu ambao wanateswa na majini, wale watu wanateswa na misimu na mnanitazama hapa, nimekuja kuwasaidia. Na niko kwa ajili yenu. Na niko hapa kwa ajili yenu. Unapata mwanadamu mwingine ako na laana, mwanamke ako na laana. Na wewe ukienda kufanya ngono na yeye, huyo mtu ako na kisirani, ako na laana. Na hiyo laana inakupata wewe, unaweza kufa ama ukapata matatizo mengi sana. Kwa hiyo basi, kama uko na tatizo kama hilo, nitafute nikusaidie. Kuna maeneo mengine unapata watu wanatembea kwa nyumba. Unasikia nyumba watu asirali, watu warali. Kuna kule western ya Kenya, magharibi ya Kenya. Mama moja akaniambia akienda kwake kunakuwa na kichuguu. Kichuguu kinainuka kinafunga mlango. Mpaka ite watu walio nje wakuje wafuje mlango, wachimbe na watoe nyoka ndani ndio wakae salama. Watu ni wachawi, watu ni warogi. Kuna nyumba nyingi sana. Mtu anajenga nyumba amalisi nyumba. Mtu anajenga nyumba kukaa ndani ni shida. Vitu vinatembea, kelele zinapigwa ndani, muziki inapigwa ndani, manyanga zinatembea ndani. Wewe mwanangu ndani nitazama. Hii inaitwa dunia. Nimesaitwa kule Malindi ya Kenya. Nikaambiwa na dada moja kutoka nchi ya Italy. Akaniambia kwamba kuna dada yangu yuko kule Malindi. Na majini nazungumza ndani ya nyumba. Enda ukamkomboe na mimi mwonaji. Nikaenda. Bwana Yesu ainuliwe sana. Nikafika katika maeneo yale. Na yeye anasema majini zinaongeanga. Sinasema huyo ni wetu, hawezi kupata mume mwingine, hawezi kuoleka na mtu mwingine. Kwa hivyo wakafunga ndoa yake, wakasema hakuna mwanaume mwingine atakuja kumuoa wa kibinadamu. Kwa hivyo majini naongea inasema huyo ni wetu, hatuta muachilia aoleke na mwanaume yoyote duniani wa kibinadamu. Nilifika pwani ya Kenya mara yangu ya kwanza kabisa kuingia pwani ya Kenya. Hiyo wakati nilipofika yale maeneo kwanza walinipokelea paka. Mahali nilisimama kwa stendi, paka walikuja wawili wakasimama. Bwana Yesu ainuliwe sana. Kuna mambo hii dunia bwana. Kuna mambo bwana, paka wakaja wakasimama pale bwana. Nikajua kwamba sasa wamekuja kuchukua taarifa kwamba nabii mwonaji amekanyaga katika maeneo yao. Kamwambia twende. Kule maeneo yale ya ndani vijijini wanapanda tukutuku. Kuna kagari haka wanaita tukutuku. Tukapanda hiyo tukutuku mpaka kule nyumbani. Kamwambia fungua nyumba. Akaniambia wanaongeanga ndani. Nikaingia nikawaambia kuanzia leo hamtaongea, nimekuja kuwasima na nimewasima. Haya sio makao yenu ya kuishi. Na ndani ya mwili wake sio makao yenu ya kukaa. Tokeni mkaende. Makao yenu ni kule kuzimu, makao yenu ni baharini, makao yenu ni makaburini. Tangu hiyo wakati na nikamuagiza yule dada, kuna vitu nilimupa nikamwambia vitumie, yule dada akapona na walinipa zawadi nyingi sana. Bwana Yesu ainuliwe sana. Kama unateswa na nguvu za giza namna hiyo, umetembea kwa waganga, umetembea kwa wataalamu wengi, umetembea kwa wachungaji wengi, wamesema fire toka na hakuna kitu kinafanyika. Leo nabii mwonaji nimekuja kwa anga yako ili niweze kukusaidia. Channel hii tangu nilipoianza wala mnanifuatilia, watu wengi wameweza kukombolewa. Watu wengi wameweza kuwekwa huru.
sio maneno ya mdomo. Kuna hata wengine ndani ya serikali ya Tanzania nimewasaidia, wengine ni wakubwa wa serikali ya Tanzania wamenitafuta, nimewasaidia. Kwa hivyo basi wewe unayeteseka unangoja nini? Hapo Tanzania nimekanyaga. Kenya, asanteni sana wa Kenya. Wakenya wao wengi wanakuja mahali nilipo kwa sababu wako karibu na mimi. Na Watanzania wengi wameniita. Nimeenda Tanzania, kila mkoa nimekanyaga. Ndio maana ninapenda Tanzania, ninasema Tanzania ni kama nyumbani. Bwana Yesu ainuliwe sana. Tanzania ni kama nyumbani. Kwa sababu mimi hakuna mji, hakuna mkoa sijakanyaga. Nikianza kuhesabu hapa mtasanga. Na wale watu wako Ulaya, nchi za Uarabuni, nchi za Afrika, nimewasaidia wengi sana. Kwanza nchi ya Uarabu, kule Uarabuni, Saudi Arabia, Omani. Asanteni sana wale marafiki kutoka Omani. Na wengi. Asanteni sana. Haijalishi unatoka nchi gani, na umekuja kwa anga yangu nikakusaidia. Na hawa watu wengi unapata kule kwa manyumba zile za Waarabu. Unajua wale sisi tunajua mambo mengi tunajua. Wewe kama una elimu, wewe funga mdomo bwana. Unapata maneno ya Kiarabu yanaandikwa kwa nyumba, yanawekwa kwa ukuta. Na yeye mtu huwezi kujua hiyo maandishi inaandikwa inamaanisha kitu gani. Ama kuna michoro, kuna picha fulani zimechorwa zikawekwa kwa ukuta. Sasa wewe umeenda kufanya kazi ndani ya ile nyumba, na zile michoro nyingi ni za kimajini. Zile michoro nyingi ni za kimajini. Sasa wewe unaanza kuteswa kule, unateseka, unahangaika. Mpaka kule unajua wakubaliwi kukaa na Bible. Biblia wakubaliwi kuenda nayo maeneo yale. Sasa basi nimewapa taratibu za kufanya kule walipo, kwa sababu usuli wa Uarabuni wale wanajua vitu kama chumbi mawe asikosi kwa nyumba zao. Sasa nikimwambia tafuta chumbi ya mawe hapo, nikimwambia tafuta kitu fulani pale nikusaidia, anatafuta pale viko kwa nyumba. Na ninamsaidia pale. Ninamsaidia pale. Bwana Yesu ainuliwe sana. Neema niliyopewa ni kubwa. Nimewasaidia watu wengi mbele ya Mungu, na mimi ninajua kwamba siku ya kiyama atapata thawabu. Nitapata thawabu mbele ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu ainuliwe sana. Wapendwa wangu watazamaji, ninawapenda sana upendo wa dhati. Na ninaomba mnaposikiza hii video, hii channel, ninaomba kwamba unaweza kuwa una tatizo, lakini jirani yako ako na tatizo, ama kuna mtu wa kwenu ako na tatizo, na kutuma kama balozi wangu ukaweza kunifikishia ujumbe mahali alipo. Kwa sababu mimi ninaweza kumsaidia. Na ninaomba muweze kufuatilia video za kwanza kwa channel hii tulipoanza na mti wa mbaazi kule chini kule nyuma miaka 4 imepita. Tulipoanza na chumbi ya mawe kule nyuma miaka mingi imepita. Muangalie yale mambo yaweze kuwasaidia. Na wewe unayetaka mali, unayetaka utajiri wa hapa duniani. Niliona mchungaji mmoja anaitwa Prophet IBM. Bwana Yesu ainuliwe sana. Yupo Tanzania. Nimesaenda yale maeneo ya Tegeta, nilisikia kupale Tegeta. Nilikuwa maeneo hayo, nikaenda Boko, Magengeni kule na maeneo mengine. Sasa nikaona akisema kwamba anawahubiria wanaume na anawafalisha mavazi meusi, anawapeleka baharini kuwapa utajiri. Niwaambie watu wa Mungu,
IPM wanapokupeleka baharini kule bahari ya India, na nilishawaambia hapo nyuma kwamba bahari ya India hii iko hapa Kenya ndio inasika mpaka Tanzania. Hii bahari ya India iko Kenya ndio inasika maeneo yote mpaka Tanzania, kule wanaita bahari ya India. Sasa anakupeleka baharini, anaenda kukukabiti kiumbe. Hata kama hata kuambia kile ni kiumbe, anakukabiti, anakupa chini. Yule IBM bwana hatari sana. Prophet IBM, kama IBM unanisikia, unawapeleka watu baharini, unawapa viumbe majini ili wapate utajiri. Na pale kanisani mwake amechenga maeneo ya majini, wanafanyia kafara. Ukienda pale wanachinja sana. Anasema ni kuchinja sana. Anasema ni Biblia inasema wanachinja. Aya. Ewe bwana. Ndio. Haya basi. IBM anawafanya mambo watu. Lakini kitu achawaambia ni kwamba ndio amekukabiti chini. Masharti yake gani na utafanyaje ili utajiri huo uendelee kudumu, na utafanyaje usije ukakosea masharti ya kile kiumbe alichokupea baharini. Hapo sasa ndio siri kubwa iko. Wako waganga mitandaoni wanasema wanawapea watu ndagu za mali. Ndagu sitaki kuwasema, sitaki kuwataja, lakini wanasema wanapea watu ndagu. Sile ndagu acha kuambia asili ya hiyo ndagu kwamba masharti yake ni hipi na inaendaje, na kukienda hivi utafanyaje. Jameni, mnaonitazama katika bara la Afrika, nimekuja niwasaidie, kama kuna uchinga ndani yako itoke, ufunguke macho uone. Sababu hatuji hapa kusema maneno ya mdomo, tunakuja kusema vitu vya muhimu, vitu ambavyo vitaweza kukusaidia na wewe ili uweze kusaidia wengine. Elimu niliyo nayo ni kubwa sana. Hata hawa manabii wengi wanakuja na wasaidia. Hata hawa waganga wataalamu hawa na wasaidia kwa machambo yale wanataka waende kufanya kazi. Kwa hivyo basi, kama wewe uko hapo umenitazama siku ya leo, ninakushukuru sana na ninakuomba uendelee kunifuatilia katika somo lingine ambalo linakuja. Baada ya hili somo kuna somo lingine linakuja, kwa sababu niliwaahidi wanangu wote duniani kwamba nimerudi mtandaoni na channel yangu itakuwa inaleta somo mara kwa mara. Hatutakaa kwa muda bila kuleta somo. Masomo yatakuwa yanatiririka ndani ya hii channel, na lengo langu na mwonaji ni kuwasaidia watu duniani. Ni kuwasaidia mahali ulipo uweze kujisaidia, mahali ulipo upate elimu, mahali ulipo upate maarifa. Kwa sababu Biblia inasema watu wangu wanapotea kwa sababu ya kukosa hekima, sababu ya kukosa maarifa. Na mimi nimekuja niwape maarifa. Ile kitabu ya Wagalatia inasema kitu gani kilicho waroga enyi Wagalatia, enyi wa Afrika, kitu gani kilicho waroga mkaacha kufuata elimu kama hii. Kwa hivyo ninasema asanteni sana kwa kutufuatilia, na Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki hadi tena tutakapokutana hewani katika kipindi kinachokuja kuanzia sasa. Asanteni sana. Mungu wetu aweze kuwabariki.